Sio lazima nikitoa fedha nibarikiwe fedha, ila naweza nikatoa fedha nikabarikiwa amani. Naweza nikatoa fedha nikabarikiwa kazi nzuri. Naweza nikatoa fedha nikapata muujiza wa kitu fulani. Sio kila wakati watu wanapotoa wanatoa kwa imani, ila kuna wakati watu wanatoa na wanatoa kwa mazoea. Ili unapotoa utembee katika baraka ya kimungu, utoaji wako lazima uambatane na imani. Mara nyingi sana tunapotoa katika wingi wa vitu tulivyo navyo, tunahama kutoka katika utoaji wa kiimani na tunaanza kutoa kwa mazoea. Utoaji wa mazoea unaweza ukakuletea baraka, ila sio lazima wakati wowote uachilie baraka kwako. Ila hakuna utoaji wa imani usioachilia baraka juu ya maisha. Iko hivi, unapojenga tabia ya utoaji, unakuwa addicted na utoaji. Mungu hawezi kukuomba kutoa kitu ambacho anajua hauna. Kwa siku zote Mungu anapozungumzia baraka juu ya maisha yako, atakupa baraka kulingana na haja. Ila wengi huwa wanataka Mungu awape mafanikio na show off za nje za watu. Kwamba na mimi nimebarikiwa gari, lakini je, gari ni haja? Kwa hiyo unaweza ukabarikiwa afya. Mume wako alikuwa anadangadanga, ukaanza kutoa sadaka akaacha kudangadanga, haja. Umri ulikuwa unaenda, una picha ya kuolewa, umetoa sadaka, kaka kijana amekuja akuoe, haja. Kwa hiyo Mungu atajibu kulingana na haja, sio ambition.